Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usallim ala rasulihi alkarim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almustami'una walmushahiduna alkiram. Naam, wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni sana katika mwendelezo wa tafsiri za darsa za ndoto, yani tafsiri za ndoto. Leo tutazungumzia tafsiri ya ndoto ya paka mweusi lilimami Sadiqi kwa mujibu wa alimamu as-Sadiq rahimahullahu ta'ala. Lakini ndugu yangu mtazamaji, kabla tujaendelea, nikukumbushe kama unasumbuliwa na maradhi mbalimbali ya kichawi, maradhi ya kishetani ama husda, tuwasiliane biidhnillahi ta'ala ili tuweze kukusaidia. Au unahitaji visomo vya kuuza mali yako, au una jambo lako unahitaji visomo, dua, tuwasiliane biidhnillahi tuweze kukusaidia. Naam, ndugu zangu watazamaji, yaqulul mufassiru, anasema mufassiri wa ndoto ambaye ni al-Imamu Sadiq, annahu, ya kwamba ndoto ya paka mweusi, fi mu'dhamil ahyani, katika hali nyingi sana, tataallaqu hadhihi ru'ya bitaaddudi alfursa, inahusiana ndoto hii na fursa nyingi, fi hayati sahibi alhulmi, katika maisha ya muotaji. Ina maana kwa maoni ya al-Imamu Sadiq rahimahullahu ta'ala, yeye anasema mara nyingi ndoto ya paka mweusi inahusiana na fursa nyingi kwa muotaji, kwa maana muotaji atapata fursa nyingi, watanawuiha, na jinsi zinavyotofautiana hizo ndoto za paka mweusi, wadhalika ala hasbi tasarrufati alqit, na hilo inategemea na tabia za paka, fil manami, usingizini, wa tariqati sirahu, na jinsi anavyotembea yule paka, na jinsi ya sira ya yule paka, mwenendo wa yule paka. Kwa hivyo inategemea. Naam, kwa hivyo shekhe akaendelea akasema, fa idha kana yaadu bisur'atin, ikiwa huyu paka anatembea kwa haraka, yani mtu akimuota paka anakimbia, taban yaadu kwa maana anakimbia, bisur'atin kwa haraka, hariban min alhalimi au saira fi aksi itijahihi, tena huyu paka anakimbia kwa haraka akimkimbia muotaji, au akielekea fi aksi itijahihi, kinyume na kule anakoelekea yule muotaji. Shekhe anasema fahadhihi ishara, ndoto hii inaashiria ila ta'athurihi, kukutana kwake, fi baadhi alaqabati, na vikwazo fulani. Ina maana huyu muotaji atakutana na vikwazo fulani, fi masirati amalihi, katika safari ya kazi yake. Ina maana atakutana na vikwazo kazini. Anaendelea shekhe anasema, lakin fi ra'yihi, lakini wanachuoni wanasema kwa maoni yake al-Imamu Sadiq, lakin fi ra'yihi, lakini kwa maoni yake al-Imamu Sadiq, annamtilaka kittatu sauda, kwamba kumiliki paka mweusi, yani ukiota ndugu yangu mtazamaji unamiliki paka mweusi, yushiru ila alhadhi saidi, ndoto hiyo inaashiria hadhi nzuri, yani bahati nzuri. Ina maana wewe muotaji utakutana na bahati nzuri katika maisha yako, watamattu'i bil kathiri minan ni'ami wal habat min al khaliqi, na kufurahia neema nyingi na vipawa vingi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani kutoka kwa al khaliqu, kwa maana ya muumbaji. Ina maana muumbaji atakupa vipawa vingi na neema nyingi, na utakuwa na bahati nzuri ukiota unamiliki paka mweusi. Tena shekhe akaendelea akasema, fi iddati majallati fil hayati, katika nyanja nyingi maishani huyu mtu atakutana
na vipawa. Mwenyezi Mungu atampa vipawa, Mwenyezi Mungu atampa neema nyingi kwa rehema zake na bahati nzuri. Taib, lakini shekhe anaendelea anasema anna alqitta adhakaru, ya kwamba paka dume, yani ukimwota paka dume mweusi, yakhtalifu fi tafsirihi, inatofautiana tafsiri yake, anil untha, na paka mweusi lakini huyo paka ni jike. Kadhalika adaduhum, shekhe anasema vile vile idadi yao inatofautiana. Kwa mfano ukimwota paka mmoja au paka watatu au paka watano au paka saba au paka tisa, inatofautiana, zinatofautiana tafsiri zake. Wa hayatihim, na muonekano wao, wa nadharatihim, na mitazamo yao, li sahibil hulmi, kwa huyu muotaji. Haithu anna dhakar, kwamba paka dume, yani ukimwota paka dume mweusi, shekhe anasema yu'baru an ahdathi su'ba, hiyo inaashiria matukio magumu, yani huyu muotaji atakutana na matukio magumu. Tahamilu ba'dhu taasa, atakutana na matukio magumu ambayo hubeba ba'dhu taasa, baadhi ya magumu fulani. Walhuzni lirai, na huzuni kwa muotaji. Ina maana muotaji atakutana na magumu na huzuni katika maisha yake. Wa qad yuqabalu ba'dhu su'ubat wal mashakili fi hayatihi shakhsiyya au al-ijtimaiyya. Shekhe anasema lakini pia ndoto hii inaweza kumaanisha, yani mtu akimuota paka dume, pia ndoto hii inaweza kumaanisha huyu mtu atakabiliana na vikwazo fulani, yani baadhu suubat wal mashakili, na matatizo, migogoro, fi hayatihi, katika maisha yake, shakhsia, binafsi, au ijtimaiya, au katika maisha yake ya kijamii. Ina maana huyu mtu atakutana na migogoro. Shekhe akaendelea akasema, lakin al-untha, lakini paka jike yani mweusi, ukimwota paka jike mweusi, tushiru ila taarudi, ndoto hiyo inaashiria kuathirika huyu muotaji, au kukutana huyu muotaji, kukumbana lilidha aljasadi au an-nafsi, kwamba huyu muotaji atakumbana na madhara ya kimwili au ya kisaikolojia. Rubbama, labda, shuuru bi ba'dhi al-alami, hisia za baadhi ya maumivu. Kwa maana ya huyu mtu, hii ndoto inaweza ikamaanisha kwamba ana hisia za maumivu fulani, alfatrati alqadima, katika kipindi kijacho, kwamba anahisia atakutana na maumivu fulani katika kipindi kijacho. Au shakwa min illatin maadiya, au kusumbuliwa na ugonjwa wenye kuambukiza, tusibu alhalim, ambao utampata huyu muotaji. Kwa hiyo hii ndoto pia inaweza ikawa inaashiria hivyo, kwamba yule muotaji, yani mtu akimwota paka mweusi jike, inaweza kuashiria ndoto hiyo kwamba huyu muotaji ana hisia za kupata maumivu ya kutokana na ugonjwa wa kuambukiza na vitu kama hivyo, ambavyo sio katika vitu vizuri. Kwa hivyo hizo, ndugu zangu watazamaji, ndio tafsiri za ndoto za paka mweusi lilimami Swadiqi, kwa mujibu wa alimamu as-Swadiqi. Mwisho, ndugu zangu watazamaji, ni waombe, au kama ndiyo mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu, ni kuombe usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulipe kila la kheri. Mimi naitwa Al-Imam Shabani Ramadhani wa Mponda. Niseme sina la ziada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.